Serikali inatarajia kuanzisha kituo cha huduma za pamoja ili kupunguza usumbufu wa uanzishwaji na usafirishaji wa madini kwa wachimbaji na wawekezaji nchini. Na katika michezo, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo yajivunia mafanikio ya kipindi cha miaka miwili tangu kuanzishwa kwa mfuko wa utamaduni na sanaa. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwaipiana. Nitakusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia kilichojili katika magazeti ya siku hii ya leo. Karibu sana. Serikali inatarajia kuanzisha rasmi kituo cha huduma za pamoja One Stop Facilitation Center ili kupunguza usumbufu wa uanzishwaji na usafirishaji wa madini kwa wachimbaji na wawekezaji wa sekta hiyo. Mwanahabari wetu Henry Kavirondo ana taarifa zaidi. Kupitia mkakati huo, serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na wachimbaji wadogo ili kuhakikisha dhahabu yote inasafishwa ndani ya nchi kwa lengo la kukuza sekta ya madini na kuchangia uchumi wa taifa kwa ujumla. Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Dr. Pius Chaya ametoa kauli hiyo baada ya kukagua maendeleo ya uzalishaji katika kiwanda cha kusafisha dhahabu jijini Mwanza. Sisi kama serikali tunaenda kuchukua hatua ya kuhakikisha tunaanzisha hiyo One Stop Facilitation Center ili kupunguza bureaucracy na usumbufu kwa wawekezaji wetu ambao wanakuja kwa ajili ya kusafisha dhahabu hapa Mwanza. Najua kwamba ili tuweze kuvutia watu wengi waweze kuja kuprocess hapa, lazima tuweke incentives. Na tumekuwa na incentive package kwa kupitia taasisi yetu inayosimamia sekta binafsi. Na kwa sababu hapa uwekezaji ni wa sekta binafsi na sekta ya umma, tutatumia model ile ambayo tunaitumia kwa TISEZA, na nimewaelekeza watu wa TISEZA kwa sababu hapa tuna mwekezaji ambaye ni wa sekta binafsi, waje wamfuatilie, wamsajili ili tuone maeneo gani ambayo tunahitaji kumsaidia. Lengo letu kuhakikisha tunawavutia wawekezaji waone kwamba Tanzania ni sehemu salama, ni sehemu rafiki kwa ajili ya uwekezaji. Kuhusu hali ya uzalishaji, Katibu wa Shirika la Madini la Taifa STAMICO, Mudrikati Kiobia, amesema kiwanda hicho kinakabiliwa na changamoto ya upungufu wa malighafi unaosababisha uzalishaji mdogo ikilinganishwa na uwezo wake. Kiwanda kina uwezo wa kusafisha kilo 480 kwa siku za dhahabu. Lakini kwa hali ilivyo sasa hivi upatikanaji wa malighafi hata nusu, hata robo ya kiwango hicho bado haijaanza kupatikana. Pamoja na kwamba kiwanda kinatoa bei ya kununulia ya bei ya dhahabu ya siku, LME price. Kwa hiyo tunawahamasisha, tunawaomba wachimbaji wadogo, wafanyabiashara wa madini waje hapa kwetu kuuza dhahabu. Kama wawakilishi wa wananchi, tuko pamoja na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kabisa uwekezaji huu unakuwa na tija kwa wananchi, upande wa wachimbaji wadogo na wale wakati, ili waweze kuleta direct mzigo STAMICO. Hili sasa sijajua limekaaje, lakini ni vizuri sana kama lina faida kwao waweze kuleta mzigo wao hapa badala ya kupitia kama sikosei BOT. Kwa mwaka 2025, kiwanda hicho kimetoa huduma za usafishaji wa dhahabu zaidi ya kilogramu 7,000 kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT na wateja wengine kwa gharama inayokadiriwa kuwa zaidi ya shilingi bilioni 2. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew ametoa siku 60 kwa mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 wilayani Serengeti mkoani Mara, ambapo ameagiza kuhakikisha zoezi la ulazaji wa mabomba kilomita 30 ikamilike ndani ya siku 60. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew ametoa kauli hiyo wilayani Serengeti mkoani Mara wakati akikagua mradi huo wa maji na kubaini kasi ndogo ya utekelezaji wa mradi na haiendani na ratiba iliyopangwa licha ya serikali kutekeleza wajibu wake wa kutoa fedha kwa wakati katika mradi huo ambao ulipangwa kukamilika Aprili 2025. Na kama unatuweza sana, sisi tutakuonyesha kwamba tunakuweza sana, kwa sababu hutofanya mradi wowote tena wa maji ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hilo tutalisimamia. Na hakikisheni hilo tutafanyaje? Tutalisimamia. Wafanye kuandaa mazingira ya kufanya kazi usiku na mchana. Aelekeza ndani ya miezi miwili. That distribution line for 30 km should be complete. Mradi huu Mheshimiwa DC hauna changamoto yoyote ya kifedha. Na mpaka dakika hii hakuna hati ya madai yoyote ambayo imebaki haijalipwa. Kwa hiyo kila hatua wanalipwa
kulingana na ambavyo tumekubaliana. Kwa hiyo tunataka kuona kwamba mradi huu unakamilika na watu waanze kupata huduma ya maji na safi. Mkuu wa wilaya Serengeti Bi Angela Namariko amesema atamsimamia mkandarasi huyo wa kampuni ya Mega Engineering and Infrastructure Company Limited kikamilifu, na hatua kali atachukua kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya muda ambao wameongezewa. Jamani, sasa naombeni mjipange. Walikuwa wananidanganya kweli, mimi nikuja nilikuwa sielewi. Sasa mjipange jamani, tunaendelea kufanya kazi. Ameagiza kazi ifanyike mchana na usiku. Mimi nipo. Uwezo ninao, nguvu ninao na mwili ninao kusimamia. Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nakuhakikishia term ya pili utakapokuja utatabasamu. Tumeyapokea maelekezo, kuanzia sasa hivi tunayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunatimiza matakwa ya Wizara ya Maji, lakini pia kusudi la Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi wa maji wa miji 28 wilayani Serengeti mkoani Mara unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 21 na unalenga kuwapatia huduma ya maji safi na salama wananchi zaidi ya 166,000. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 8. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kutafsiri kwa vitendo malengo ya mapinduzi kwa kuimarisha na kuboresha miundombinu ya afya kwa wananchi ili kuhakikisha huduma bora za karibu na zenye viwango zinapatikana katika maeneo yote ya visiwa hivyo. Amesemwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Risa Mustafa Kitwana, baada ya kuweka jiwe la msingi ujenzi wa kituo cha afya Ukunjwi, ikiwa ni maadhimisho ya kutimia miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Serikali yenu ya awamu ya 8 imejenga na inaendelea kujenga, kama nilivyotangulia kusema, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, lakini hospitali zetu za vituo hivi vya afya vidogo vidogo na katika maeneo mbalimbali, katika kuhakikisha ndani ya mitaa, ndani ya vijiji, ndani ya mikoa na wilaya, lakini ndani ya nchi nzima afya inapatikana bila ya wasiwasi wowote. Mapema Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya amewahimiza akina mama kuendelea kujifunza kwenye vituo vya afya kwa usalama wao na watoto wao. Tuendeleeni kuzitumia hospitali zetu, tuendeleeni kuvitumia vituo vya afya. Tusikae tukajifungua nyumbani au tukajifusha mafusho. Twendeni hospitali. Dr. Mwinyi ametuwekea mazingira mazuri kwa upande wa afya. Kituo hichi kitahudumia zaidi ya watu 3900 wakiwemo watoto wenye umri chini ya miaka 5 zaidi ya 600 na wanawake wenye umri wa kuzaa zaidi ya 1000 kutoka shehia ya Ukunjwi pamoja na maeneo ya karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umejengwa kwa fedha ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkopo wa Meheko Consortium ya China kwa gharama za shilingi za Kitanzania 1.6 bilioni. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Abbas Ahmed ameagiza kukamatwa kwa mkandarasi wa kampuni ya Bogeta Engineering Limited kwa kushindwa kukamilisha ujenzi wa mabweni mawili, matundu 10 ya vyoo na vyumba 6 vya madarasa katika shule ya sekondari Jenista Muhagama katika halmashauri ya wilaya ya Songea, mradi ambao unafadhiliwa na kampuni ya Barrick kwa gharama ya shilingi milioni 417. Awali akitoa taarifa ya kusuasua kwa mradi huo ambao ulitakiwa kukamilika Oktoba mwaka jana, Katibu Utawala wilaya ya Songea Mtela Mwampamba amesema sababu ni uwezo mdogo wa mkandarasi licha ya fedha kuwepo, huku mhandisi wa halmashauri Jacob Mshaki amedai kampuni imekuwa na tabia kugushi taarifa za mkataba. Hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huyo mkandarasi hayupo na huwa hapatikani, ila yupo foreman na amekuja sio muda mrefu. Kwa hiyo kifupi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu mradi umeshindikana yani kutekelezeka. Walikuja na kopi ya mkataba, wameedit, wamefuta kile kipengele, wameandika advance payment applicable. Tukamwambia tuletee hard copy. Mbona unatuletea hii soft copy? Tunataka hard copy tulisainiana. Hapo ndo akaanza kubadilika. Sasa bana, tusifike huko. Baada ya taarifa hiyo, Mkuu wa Mkoa Brigedia Jenerali Abasi anaagiza kuvunjwa na kukamatwa kwa mkandarasi huyo, huku halmashauri ikitakiwa kutafuta mkandarasi mwingine mwenye uwezo. Kaweke ndani kufungua mashtaka ya kufanya forgery.
Sisi hatujengi haya majengo ili yawe kama mapambo. Tunajenga majengo haya kwa ajili ya kuchukua wanafunzi. Ndani ya wiki hili mambo haya yote tutakuwa tumethibitisha kwa kuona namna gani tunapata mtu mwingine mwenye uwezo wa kufanya hii kazi na inakwenda kukimbia. Huo ni mwendelezo wa ziara ya mkuu wa mkoa ya kukagua miradi ya maendeleo kupitia sekta ya elimu. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya, Daktari Jafari Rajabu Seif amesema serikali imepeleka shilingi milioni 235 kupitia bohari ya dawa MSD kwa ajili ya kugharamia vifaa tiba vitakavyosaidia utekelezaji wa majukumu mbalimbali katika kitengo cha wagonjwa mahututi ICU katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga. Amesema hayo wakati akikagua miundombinu ya majengo manne yaliyojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 3.3 ambayo yamehusisha ujenzi wa wodi ya wazazi, kitengo cha wagonjwa mahututi ICU pamoja na jengo la kufulia nguo, hatua inayolenga kuboresha kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za afya katika hospitali hiyo. Ziko fedha tayari, Mheshimiwa Mbunge na mganga mkuu na watumishi mlioko hapa, tuhakikishie tayari ziko fedha zaidi ya milioni 235 zimekwisha pelekwa MSD kwa ajili ya kuleta vifaa tiba ili sasa ICU yetu hii iweze kukamilika. Maana unapokea referral nyingi sana mganga mfawizi. Unapokea referral nyingi sana Mheshimiwa Mbunge kutoka maeneo mbalimbali unayohudumia. Akisoma ripoti ya ujenzi wa majengo hayo, mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga, Daktari Victor Msafiri, ametaja faida kadhaa zitakazopatikana baada ya kukamilika kwa miundombinu hiyo, ikiwemo kuboresha utoaji wa huduma za afya, kuongeza uwezo wa hospitali kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuokoa maisha ya wananchi, hususan waathirika wa dharura na wagonjwa mahututi. Moja, kuboresha huduma za uzazi na mtoto, kurahisisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa mahututi, kupunguza mrundikano wa wagonjwa maudini, kupunguza maambukizi yanayosababishwa na msongamano wa wagonjwa, ongezeko la mapato ya hospitali, kuongeza morali ya kazi kwa watu wa huduma. Hospitali hiyo hutoa huduma kwa takriban wagonjwa 650 kwa siku, wengi wao wakiwa waathirika wa majeraha yanayotokana na ajali za barabarani, kutokana na ukweli wa kwamba hospitali hiyo ipo kando ya barabara kuu ya Tanzania Zambia, yani TAZAM, hali inayoongeza mahitaji ya huduma za dharura na wagonjwa mahututi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Jijini Dodoma, iliyokuwa inajishughulisha na ufugaji wa biashara imejikuta ikipata hasara baada ya mifugo 10 kukutwa imekufa katika mazingira ya kutatanisha, hali iliyoibua masikitiko na taharuki miongoni mwa wafugaji wa eneo la Nkuhungu. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu ana ripoti zaidi. Mifugo hiyo inayosadikiwa imepewa sumu ilikuwa chanzo kikuu cha kipato kwa familia husika, si kwa watoto pekee bali pia kwa wazazi ambao maisha yao ya kila siku yalitegemea ufugaji, kama wanavyoeleza wazazi wa mmiliki wa mifugo hiyo. Nilikuwa nategemea na mimi huyo mfugo, akiuza maziwa mwanangu ananipa. Sasa hivi ana familia, watoto 4 na mke wake. Hana jinsi, hana wala. Nimekipokea kwa masikitiko makubwa. Akeo kijana ndio nilikuwa na tegemezi langu. Nguo, kula, sina nguvu za kufanya kazi tena. Nilikuwa tegemezi lake ndio huyu kijana wangu. Mmiliki wa mifugo hiyo amesema ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 15 na anaeleza namna alivyopokea tukio hilo. Jana jioni usiku mpango amepewa sumu. Nimepeleka maziwa kwenye oda. Nimerudi, nilipofika kwenye oda, ng'ombe wangu nikapigiwa simu, wamedondoka. Nikaona wakanipigia simu nirudi. Nimerudi, nikakuta wote wamedondoka chini. Wote wamekufa. Baadhi ya majirani wanaeleza tukio hilo, huku mwenyekiti wa mtaa Muungano akithibitisha na kueleza hatua zilizochukuliwa hadi sasa. Jirani, mimi nimepata taarifa kwenye mida ya saa 3:30 ya asubuhi ya leo. Nikaambiwa kwa jirani kuna tukio lililotokea, na mimi nikaja kuungana nao kujihakikishia. Kwa kweli ni kitu ambacho mimi kama mimi sijawahi kukiona.
usiku tukapigiwa simu kwamba ng'ombe wamedondoka. Ni masikitiko makubwa. Uongozi kama uongozi ulifika kwenye tukio na kuita wataalamu ambao ni mifugo, maafisa mifugo pamoja na maafisa wa afya. Walichokifanya ni kuchukua sample kupeleka maabara. Wao walichosema ni kwamba watakuja waonyeshe sasa kile ambacho kimetokea, ni aidha kama ni sumu au vyovyote vile. Tukio hili ni miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini, na wananchi wa mtaa huu wa Muungano wameomba hatua kali zichukuliwe na serikali dhidi ya watuhumiwa. Kutoka hapa katika mtaa wa Muungano uliopo hapa jijini Dodoma, mimi ni Roda Simba wa Channel 10. Shukrani Roda Simba kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa umeeleza kujivunia mafanikio kwa muda wa miaka miwili tangia mfuko huo uanze kutoa tena mkopo kwa wasanii, jambo ambalo limeongeza ufanisi na maendeleo kwa wasanii. Pia ndio lengo mama la mfuko huo. Taarifa zaidi na Eden Bahati. Akizungumza wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, afisa mtendaji mkuu wa mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, Nyakaho Mahemba, ameeleza mafanikio ambayo yamepatikana kwa muda wa miaka miwili tangia uanze kutoa mikopo hiyo, ambayo imekuwa tija kwa wasanii na wana utamaduni kufikia malengo yao ya kuleta maendeleo kwa wasanii hao. Katika miaka hii miwili ya mfuko wa utamaduni na sanaa, kwa hiyo tumefanikiwa kuwajengea uwezo wasanii 34,648, na katika wasanii hao wanawake ni 18,190 sawa na 52.5, na wanaume walikuwa ni 16,458 ambao ni sawa na 47.55. Vile pia kupitia mikopo hii ya bilioni 9.055 tumefanikiwa kuzalisha jumla ya ajira 709,523, na ajira hizi zimenufaisha wananchi 9,223,799. Katika hatua nyingine, Bi Nyakaho Mahemba ametoa wito kwa wasanii kuchangamkia fursa hiyo ya kuomba mkopo, huku wakiwasaa wale wote waliochukua mikopo kurejesha kwa wakati ili iwanufaishe wengine pia. Wito wangu kwa ndugu zangu wasanii, kwa hiyo tuchangamkie fursa hii adhimu ambayo serikali imewaandalia, lakini baada ya kuwezeshwa basi wakumbuke kuingiza zile hela katika miradi ambayo walioiombea, na vile pia walipe mikopo kwa wakati ili wengine pia waweze kunufaika. Shabani Mpute, Channel 10. Na klabu ya soka ya Young African Sports Club Yanga imefanikiwa kuibuka na ushindi katika mchezo wake wa pili wa michuano ya Mapinduzi Cup 2026 baada ya kuifunga TRA Sports Club kwa bao 1-0. Mchezo huo ulipigwa katika uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar. Yanga ilipata bao la mapema kupitia kwa mchezaji wake Celestine Ekwa ambaye alitikisa nyavu katika dakika ya 31 ya mchezo. Bao hilo ndilo lilodumu kwa dakika zote 90 na kuhakikishia Yanga ushindi huo muhimu. Kutokana na matokeo hayo, Yanga imefanikiwa kufuzu kuingia hatua ya nusu fainali ambapo imethibitika kuwa itavaana na Singida Black Stars. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa siku ya Alhamisi wiki hii katika uwanja wa New Amani Complex kuanzia saa 2:15 usiku. Baada ya mchezo huo, makocha pamoja na wachezaji walipata fursa ya kutoa neno kwa wanahabari. But I'm very happy with the players, the delivery of the players, the efforts they put in the pitch. Some of them now are absolutely tired, but we have time now to restart, to recover, to prepare the next match on the semi-final. Will be for sure a new one, very tough. Very happy by Yao after a long time out. The pitches return tonight. Kwanza ni wapongeze opponent,
wakapata nafasi wakaitumia, which is football. But also nipongeze vijana wangu kwa performance, wamejaribu kufanya kile ambacho tulipanga mazoezini. Tumeona tumefikishia wapi. Nadhani walio kuwepo last game ukikompare na leo unaona kuna mabadiliko katika uchezaji na performance, but also na create nafasi. Ni kitu kizuri na wapongeza kwa kile wamefanya. Kwa hiyo naweza kusema bado safari ipo. Okay, firstly nashukuru Mungu for the acknowledgement, but majorly for my team, because bila the team singe manage to get that acknowledgement, a man of the match. Yeah, nashukuru team kwanza and then inakuja kwangu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutoa hiyo tunzo, na ile kilichotokea ni kwamba maana halisi ya kapteni. Lazima ukiwa naoza au kiongozi kwa wenzio, na mchezo wa kiungwana lazima ufanywe kwanza kabisa, fanya wenzio wafuate. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari ndani ya Asubuhi Njema. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti tulionayo.